Kusemea juu ya sasa ni wakati wa kuamka katika usingizi wetu wa dunia. Sasa ni wakati wa kuamka. Tunapoona tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Na hii tukijua wakati ya kwamba sasa ni saa ya kuamka katika usingizi. Kwa maana sasa wokovu wetu ni karibu kuliko wakati tulipoamini. Amen. Amen. Sisi kuwa macho, kufanya ange, kutoka katika usingizi, kutoka katika hali mbaya. Kama Bwana anahusika na wanaopotea, kweli Bwana alitupenda na anaendelea kutupenda, na iko naona haja yako, na iko naona watu unapotelea, na iko naona nini ambayo unakosa kwa maisha yako na yenyewe nakufanya unapotea mbele ya macho ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Wakati dakika hii ni wakati ya kuamka katika usingizi wa dunia. Bwana apewe sifa sana. Ukasema hii Biblia, mwandishi anafanya insistence, anasema zaidi juu ya kuamka, lakini ndani yake anakualika ama anaalika watu kujua wakati. Haleluya. Kama utaamuka, unaweza kupanga nitaamuka wakati gani. Kwa kuamuka inataka kujua wakati ambao utaamuka ndani yake. Ndio mwandishi anapenda kutuambia tujue wakati. Utakumbuka hii habari iko hapa, ni habari ambayo mwandishi anaona ya kwamba siku mingi wanadamu wanatembea mbalimbali na mapenzi ya Mungu. Labda wanaenda kukanisa, labda wanaomba Mungu, labda wanaimba, labda wanahubiri sawa vile niko nahubiri leo hapa. Lakini Mungu konaona ndani mko usingizi. Na ndio wanadamu anakuwa disturb ya ile usingizi. Lakini Mungu yuko napenda mimi na wewe leo, mchana wa leo, tuamuke katika usingizi wetu wa dunia. Bwana atusaidie. Alikuwa kwa wakati wake. Haleluya. Amen. Alikuwa na kazi yake. Biblia inamuita mwanamke mzinifu. Ile wakati ya Yesu Kristo, pamoja na kupokea watu, kuwafundisha watu wakakuwa susie, watu wakakuwa na haja ya kumwendea Bwana. Wengi walimfuata kwa sababu walifanya maarifa mingi. Wengi wakamfuata kwa sababu walikuwa na shida mbalimbali. Wagonjwa waliponyeshwa kwa mikono ya Yesu Kristo. Sema amen. Wenye shida mbalimbali wapata suluhisho kwa jina la Yesu Kristo. Ndio maana tuko nasema anahusika na wenye kupotea, anahusika na wenye kutafuta, anahusika kwa wenye kumuomba. Haleluya. Hii wakati wa mwisho, watu wiko naenda kwa Yesu Kristo. Sawa vile leo tulimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, na tunaingia ndani ya masinagogi, ndani ya maparuasi mbalimbali, ndani ya mahekalu mbalimbali. Ni wakati wa kuamka na tunaimba, tunasifu, tunatoa. Hii wakati huyo mwanamke mzinifu, wakati watu wanaenda kumkutano, yeye alikuwa mkazi yake. Mungu aturudie sana. Sababu wokovu wetu uko karibu. Utoke kudistation. Utoke kudistation kwa sababu wokovu uko karibu. Na ile wokovu wakati itakuja hautajua wazi. Mungu atusaidie sana. Amen. Naweza kusema pia hata wokovu ya kuwa leo au isa kifo iko pembeni yake. Mungu aturudie sana. Tembea ndani ya ulimwengu watujue kwenye tuko naenda. Wakristo wako wanatoweka siku hizi. Wenye dhambi wanatoweka siku. Kila mtu yuko msafari siku hii.
Nawaza kukanisa yetu ya Patmos, thank mselpa Patmos kwa kilio. Unajua hivi? Nani alikufa? Mzee wa kanisa sasa hivi anasimama. Siku 3 mbele ya jana yeye kufa. Nilikuwa nao mzee mhospitali. Hakukuwa mgonjwa. Alikuja kuangalia bibi yao wa Vaksepa. Nikamsalimia sababu tunazoeana sana. Tukaanza kusema hivi liko leo. Kuna bibi liko leo. Tumamu hiyo. Tukaanza kusema bibi liko leo. Akaniambia baba. Kutia tu hiyo mikono ya Mungu, Mungu yuko na nguvu yote. Na waza kama mzee alikuwa ajua kama leo atakuwa wapi. Mungu amsaidie. Amemaliza safari yake. Mungu katika usingizi wetu wa dunia. Na kutakuwa hasara. Na mbele ya kusema juu ya hasara, usingizi tulishaitambua. Usingizi inaweza kuwa tabia mbaya ambayo inakuwa ndani yake. Usingizi inaweza kuwa udhaifu uko naye wa kazi ya Mungu. Usingizi inaweza kuwa kukosana ambao uko nao ndani ya nyumba yako na bwana yako. Usingizi inaweza kuwa wewe mtoto uheshimu wazazi. Usingizi inaweza kuwa tunamfanya mtumishi kuwa etiketa tufanye kazi yetu mbele yake. Usingizi inaweza kuwa atumwamini Yesu Kristo kwa kweli. Mungu aturumie sana. Sasa ni wakati wa kuamuka. Usingizi inaweza kuwa uko na muomba Mungu akusaidie lakini upate solution kwa sababu kwa distraction. Bwana apewe sifa sana. Basi leo inatangazia mtu mmoja hapa. Mwingine katika usingizi. Leo atatoka katika usingizi. Amen. Toka katika usingizi ambao unaona ndani yake. Haleluya. Tulikuwa kwa usingizi hapa. Nasema usingizi mwa tulikuwa mmoshie moja. Zamani gani hatari kuwa hapa ya miaka na miaka. Sifa kwa Mungu. Amen. Nashukuru na napongeza wote wenyewe walifanya mchango kwa ajili ya kupata hii hatari nzuri. Na nasema papa pastor, Mungu akubariki sana kwa sababu mimi nasimama wa kwanza. Amen. Haleluya. Ni saa ya kuamuka. Mimi wa kwanza. Mzee mkubwa kusimama mbele yangu. Kwa ile magumu uko nayo, labda utatembea siku 2 moja, lakini atakuchosha kwa ile magumu sawa vile alivyomtosha huyu mwanamke. Sema amen. Jo Yesu anafika. Bana musema maneno. Mesifa kwake Mungu kwa sababu alisema ya kwamba ule amelala usingizi. Bwana apewe sifa sana. Maana yake kifo nao ni usingizi. Amen. Kifo nao ni usingizi. Tuko wenyewe nalala usingizi ya kifo. Lakini tunao tumaini tukalala ndani ya Yesu Kristo. Siku moja tutatoka kwa hii usingizi. Bwana apewe sifa sana. Wewe si uko hapa. Wewe unalala kwa njia gani? Lakini Mungu anapenda leo, mchana wa leo, saa hii, toka kwa ile usingizi ambao uko kwani. Haleluya kabisa. Ni muda wa kumtumikia Yesu Kristo. Pamoja na ujana wako, pamoja na uzee wako, na umama wako, ubinti wako, ni muda wa kumtumikia Yesu Kristo. Pamoja na utumishi wako, ni muda wa kumtumikia Yesu Kristo. Tukijua ya kwamba Yesu anahusika na wote wanaopotea. Tukijua ya kwamba Yesu anahusika na watu wenyewe kama wadhaifu. Yesu anahusika na watu wenyewe ndani ya usingizi. Anapenda kuwatosha kule sawa vile alimtosha Zarazara. Anapenda kuwatosha kule sawa vile kumsaidia yule mama mzinifu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Acha utoke katika usingizi. Ona agano ambalo tunakuwa nayo. Tunakuwa wana wa Mungu. Hii siku ambayo tutamuona Yesu Kristo, tutakuwa pembeni naye. Tutamfanana. Na tutaimba. Tutaimba pembeni yake. Tutafurahi. Tutaona matunda vitu tulikuwa tunaifanya. Lakini wewe na mimi ambao tunaweza kufanya vitu katika usingizi, ile siku hatutamuona Yesu Kristo. Mungu aturumie sana. Faida gani tunakuwa na? Promese gani?
tutafanana na Yesu Kristo. Tutafanana na yeye kwa sababu tulikuwa ndani yake na yeye ni ndani yetu, kwa sababu tuliacha dhambi ambayo tulikuwa tunazingatia kwa ajili ya utukufu wake, kwa sababu tulimtolea kwa roho na makini yake, kwa sababu tulifanya makazi ya kanisa kwa kweli, hapana kuchanganyikiwa. Sema amen. Amen. Usikuwe distre. Siko na mali ndani ya kanisa. Wewe ni mali na uko na mali ni nyumba yako. Ile mali uilete kwa Bwana, imtumikie Bwana, na ile siku ambayo utatoweka watu wataanza kushuhudia. Shuhuda zako zitakuwa duniani na mbinguni pia vile vile. Tutoke katika usingizi, tutamuona ana kwa ana, macho kwa macho. Niko nataka siku moja waimbaji macho. Hautamuona Yesu macho kwa macho kama hukutoka katika usingizi wako. Examen de conscience. Tunarudia kwa nyumba zetu. Tuko na mfuata Mungu namna gani? Katika distraction ulizo kwa unajua jibu. Unaweza kuwa baba, unaweza kuwa mama, unaweza kuwa kijana, unaweza kuwa na daraka moja ya juu sana, lakini ujue ya kwamba kama huko mudislasio ile daraka yako ni ya bure, iko tu ya hapa chini ya jua. Mungu aturumie sana. Unaweza kuwa unafanyaka vya ajabu pamoja na kumwacha Yesu mbali yako, pamoja na kufanya samla huko ndani ya distraction. Amini Yesu Kristo kwa kweli. Bwana akubariki sana. Kwa jina la Yesu naomba hivyo. Kusemea juu ya sasa ni wakati wa kuamuka katika usingizi wetu wa dunia. Tukaona hii sije yetu. Sasa ni wakati wa kuamuka katika usingizi wa dunia. Ninamngoja nani? Yes. Amen, amen. Tena kwa Luka Yesu anasema siku atakuja akukuta huko na lala. Basi. Haleluya kanisa.